subscribe to my channel. And also press this bell icon. Kionyesha akaweza kuokoa baadhi ya michomo ambayo inawezekana kama si uimara wake tusingezungumza huo ubora ambao Simba alionyesha msimu uliopita kwenye michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwangu mimi sina doubt na kiwango cha Kamara, kikubwa tu ni kuendelea kumuombea aendelee kubaki mchezoni kama ambavyo yuko hivi sasa, kwa maana kuepuka majeraha lakini kiwango chake pia kisishuke. Lakini sina shaka hata pia na goalkeeper ambaye anaweza akawa anachukua nafasi yake kwa maana ya Yakubu Selemani, kwa sababu ya kile ambacho pia amekuwa nacho. Amehakikisha Stars ikafikia hatua bora sana kwenye mashindano ambayo walishiriki kwa maana chani, lakini amekuja kwenye timu ambayo ili upate nafasi haitohitaji sana historia yako kule ambako umetokea. Watahitaji pale unapopewa nafasi kitu gani ambacho unakiofa, kwa maana nini ambacho unakifanya, nini ambacho unacho cha ziada cha kusaidia Simba. Tumzungumzia Morsi Abraham ambaye ni story kubwa. Hajaanza leo kuzungumzwa, ameonyesha kiwango chake mfululizo. Leo alikuwa na mchezo aina gani kwa upande wako? Mimi binafsi nafikiri nimewahi kuzungumza baada tu ya Morsi Abraham kutambulishwa. Ukirudi kwenye kumbukumbu ya kile ambacho nimewahi kukizungumza, kwa maana utakutana na clip, nimewahi kusema kwamba Luis Jose Miquissone mpya ndani ya wekundu wa Msimbazi ni Morsi Abraham. Kwa nini? Kwa sababu ya sifa ambazo yuko nazo, lakini pia uwezo wake wa kuweza kupita ndani ya msitu umekuwa bora sana, na nafikiri hizi ndio nyakati ambazo naweza nikasema kwamba Elim Panzo amepata mwenzie wa kucheza naye. Yaani ile speed mchezaji mzawa. Ile speed ambayo Elim Panzo alikuwa nayo msimu uliopita ni kama ilikuwa inamfanya nyakati zingine aonekane ni mchezaji wa kawaida kwa sababu ya tabia za wachezaji ambao walikuwa wanamzunguka. Ukimtazama Jansha leo si mchezaji ambaye ana speed sana, lakini ukaja kwa mchezaji kama Kibu Denis si mchezaji ambaye ana speed sana. Lakini kitendo cha Simba kumpata Morsi Abraham and then una Elim Panzo ni faida kubwa, kwa sababu kuna nyakati utohitaji sana mbinu kuweza kuamua mchezo. Yaani utahitaji ubora wa mchezaji kwenye nyakati za kujibu mipira ya counter attack. Hapa Simba imepata wachezaji sahihi. Kama unamwacha mshambuliaji mmoja kati ya watatu ambao uko nao juu, and then ukiwa unashambuliwa sasa, alafu una Elim Panzo and then una Morsi Abraham, manake uharaka wewe kuweza kulifikia lango la timu pinzani uko 100% kutokana na speed ya wachezaji, lakini pia ubora ambao uko nao kuweza kukota mipira. Nafikiri moja kati ya kitu ambacho Morsi Abraham amebarikiwa kwanza ni uwezo wake wa kuweza kuficha mpira miguuni, lakini ni ufundi mdogo mdogo ambao uko nao miguuni. Kuna namna ambavyo unamrahisishia kazi. Kwa hiyo tumi nafikiri ndo nyakati pekee ambazo Morsi Abraham anapaswa sasa kujua ameenda kwenye klabu ambayo kosa moja utakalolifanya kwenye mchezo husika inawezekana likakufanya utolewe kwenye ile piki ya kiushindani ambayo uko nayo, yani tukaacha kuimba kabisa. Lakini kama unafanya vizuri, uwezekano wewe kuimbwa upo. Kwa hiyo kwangu mimi kitu ambacho anapaswa ukijua, ameenda kwenye klabu ambayo inahitaji uonyeshe nini ambacho uko nacho. Na nafikiri ni jicho la Fadlu Davis kuona kile ambacho alikuwa nacho Morsi Abraham wakati anakuja ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo kwangu mimi labda nizungumze kwamba Morsi Abraham anapaswa kupunguza pressure, kwa sababu nilivyomtazama kwenye mechi mbili ambazo amecheza, kama anatulia ni haraka sana Simba kuweza kumsahau Jansha leo. Kama Morsi Abraham anatulia vizuri, haraka sana Simba atamsahau Jansha leo, kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo Jansha leo anavikosa kwa Morsi Abraham vinapatikana. Yes. Kwa hiyo ni kujua tu majukumu yake kama mchezaji and then akapunguza pressure ya kutaka kudhibitisha yeye ni nani. Yaani tumeshajua wewe ni Morsi Abraham. Punguza pressure, onyesha kile ambacho uko nacho, kocha atakupa nafasi. Kama unatazama kwenye mchezo wa leo kama hata dakika 90, sio kwa bahati mbaya, kutokana na ubora ambao alikuwa nao. Kwa hiyo kocha akaona kuna haja ya kumtoa Jansha leo ambaye alipeleka Simba robo finali last season, and then anamwacha Morsi Abraham ambaye hii ndio mechi yake ya kwanza akiwa anajitafuta, kwa maana akiwa nyumbani. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri Morsi Abraham ni mchezaji mzuri, lakini atahitaji zaidi muda, lakini na imani ya walimu kuweza kuonyesha kile ambacho yuko nacho, kwa sababu kama hatopata nafasi kama ambavyo imeanza kwa Fadlu Davis wakati msimu umeanza hakuwa anapewa nafasi sana, lakini mchezo uliopita amepewa nafasi
lakini pia unaona kwenye mchezo leo amepewa nafasi na kile ambacho amekiofa. Kwa hiyo anahitaji tu kupunguza pressure and then akaanza kuaminiwa na kupewa nafasi ya kucheza, naamini atakuwa mchezaji bora sana. Tumalize na hili, tofauti ya timu ya Fadlu Davis ya Simba pamoja na hii tunayoshuhudia ya Suleiman Matola pamoja na Hemed Suleiman Morocco ni ipi mpaka sasa hivi? Hapo tunailinganisha timu ya Hemed Morocco and then Suleiman Matola. Ni makocha wawili wenye sifa tofauti. Hemed Morocco ni muumini sana wa kuhakikisha usalama kwenye lango lake kabla hajalifikia lango la timu pinzani. Kama umemtazama hata kwenye national team, ni kocha ambaye atafunga bao moja lakini kufungwa inakuwa ni ngumu. Au kama anafungwa ni mara chache sana anafungwa mabao mengi. Kwa hiyo sifa ambayo uko nayo, kwanza si muumini wa kufunguka sana. Huwa anahitaji kwanza timu yake iwe bora kwenye eneo la kiulinzi and then ndio utaanza kumuona anafunga safari kuelekea kwenye lango la timu pinzani. Lakini Suleiman Matola kukaa karibu kwa makocha ambao wamepita Simba kwa hivi karibuni, ukija kumjumlisha Fadlu Davis, inawezekana kuna namna ambayo pia amejifunza vitu kutoka kwa hao makocha. Yaani namna ya kuifanya timu yako ikawa bora kwenye mazingira yote, kwa maana kucheza and then kuzuia na kupata kitu bora. Ameonyesha hilo kwenye mchezo uliopita. Lakini hapo unailinganisha Simba ya ligi kuu dhidi ya Fountain Gate and then unamlinganisha Simba wa michuano ya kimataifa dhidi ya Gaborone United. Hizi ni mechi mbili tofauti. Kwa hiyo lazima ujue mazingira hayo yanaweza pia yakaondoa ile taswira nzima ya kila ambacho ulikiona kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate, kwa maana kwenye mchezo wa ligi kuu. Kwa hiyo kwangu mimi sitaki nilinganishe sana kuhusu hilo, kwa sababu Suleiman Matola alicheza dhidi ya timu ambayo iko kwenye daraja la kawaida sana. Yaani amecheza na timu ambayo iko kwenye daraja la kawaida ambayo msimu uliopita ilifungwa mabao 4. Na ikiwa ndo walifungua ligi pia na Simba. Mechi ya Simba ya kwanza ilikuwa na mpinzani wake ambaye amecheza naye, si ndio? Lakini kwenye mchezo wa leo ulikuwa unahitaji kuona mbinu zaidi, lakini pia utayari wa wachezaji kuweza kuhukumu kile ambacho kocha alikuwa anakihitaji. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo nafikiri moja kati ya kitu ambacho Simba alikuwa nacho kwanza ni kujua kwamba ni mazingira ambayo hatutohitaji kufanya vitu vingi sana ndani ya uwanja. Tunahitaji tu matokeo na kupata kitu bora. Na ndio maana wachezaji kama ulikuwa unaona wamestarehe sana. Lakini mchezo uliopita wachezaji walikuwa wanacheza kwa kustarehe kwa sababu hakuna pressure ambayo walikuwa wanaipata. Lakini kwenye mchezo wa leo unaona pressure ambayo Simba alikuwa anaipata. Kwa hiyo nafikiria ni makocha wawili tofauti, lakini mechi pia ni mbili tofauti. Kwa hiyo tusiwajaji sana kwenye hilo, lakini niamini tu kwamba Simba ambao umeiona kwenye mchezo dhidi ya Fountain Gate na ambao umeiona kwenye mchezo dhidi ya Gaborone United ni ile ile. Kilichobadilika tu ni mazingira ya mpinzani and then kilichobadilika pia ni utayari wa wachezaji kwenye namna ya kutafsiri mbinu za mwalimu. Unaiona Simba wapi kwenye mchezo hii sasa hivi? Kwanza kabla tujaenda huko, Simba inabidi apate kocha haraka sana. Yaani Simba anamhitaji kocha mkuu and then kocha wa viungo kwa haraka. Kama ataendelea kucheza hivi, afiki popote Simba. Kama ataendelea kucheza hivi, Simba atoboi kaka. Wanahitaji kocha wa aina gani? Simba wanapaswa kujua falsafa ambao wanaitumia, aina wachezaji ambao wako nao, and then wamlete kocha ambaye anaendana na falsafa hiyo. Sio unamleta kocha ambaye aendane na falsafa ambayo unaitumia. Hapo akija mtasumbuana tu. Mimi binafsi naamini kwamba Simba anapaswa kupata kocha ambaye kwanza anaijua ligi yetu vizuri, aidha amewahi kupita ama yupo hata hivi sasa ndani ya ligi kuu. Wakimpata huyo kocha kuna namna ambavyo itawasalimisha, kwa sababu tayari msimu umeshaanza. Hatuhitaji kumpa kocha muda. Ataikuta timu tayari imeanza mashindano, maana yake ukifanya kosa moja umetoka kwenye mstari. Kama unadondosha alama ndani ya ligi kuu, maana yake utaanza kutengeneza yale matabaka ya wewe namna gani ya kumfikia mpinzani wako. Lakini kama unapoteza mechi kwenye michuano ya kimataifa, inawezekana safari yako ya kufikia malengo ikawa ngumu. Kwa hiyo pia wanapaswa kujua kwenye hicho. Kama wanafanya maamuzi ya kumleta kocha, wasimlete kocha wa kuja kubahatisha kama inavyotokea hivi sasa. Kocha mechi inatamatika, hatujaji ubora wa wachezaji, hatujaji madhaifu, tunajaji kocha. Sisi siku masaa 48 yamebaki.
Jamani, eti atoboe. Ni matumizi. Anatajwa Miguel Gamondi kutua Simba kwa tetesi. Unadhani umezungumza kwamba anatakiwa kocha ambaye anaifahamu Simba na ligi ya Tanzania. Yeah. Miguel Gamondi anatosha kuja Simba? Mimi binafsi ukiniuliza kuhusu hilo, nitakwambia 100%. Yaani kama unanipa nafasi ya kwenda kumleta kocha kwa hivi sasa, kama sijamleta Nabi basi nitamleta Miguel Gamondi. Kwa nini Gamondi? Yes. Na kwa nini Nabi? Miguel Gamondi kwa maana falsafa ambayo anaitumia haipishani sana na kile ambacho Simba anakihitaji. Yaani Simba anahitaji zaidi mpira wa kuposesi huku akiwa anakushambulia taratibu. Na namna ambavyo Miguel Gamondi amekuwa akicheza kipindi kwa Young Africans, hata hivi sasa yuko Singida Black Stars, bado namuona ni kocha ambaye anaifaa sana Simba, lakini pia ni kocha ambaye tayari ni mzoefu. Anaijua vizuri ligi yetu, anajua tayari mazingira ya Tanzania. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi sana kuweza kuanza kuwatumia wachezaji na kupata kitu bora. Na inawezekana hata baadhi ya wachezaji amewahi kuwajua kwa sifa, tabia na kila kitu. Kwa hiyo itakuwa ni rahisi. Lakini kwa Nabi pia ni miongoni mwa makocha ambao wamepita pia kwenye ligi yetu. Akiwa Young Africans, nafikiri ndo kocha pekee ambaye alitengeneza Young Africans hii ambayo imeenda kuchukua mataji 4 mfululizo. Yaani kama kuna ubora ambao Young Africans yanao, basi ulianzia kwa Profesa Nabi. Kwa hiyo unampata Nabi ambaye uwezekano wa yeye kuirudisha timu yako kwenye huo uimara upo kwa sababu ya kile ambacho amekifanya kwenye mashindano husika, kwa sababu amefika hatua ya finali pia, si ndio? CAF Confederation. Yes. Kwa hizi safari za namna gani ya kufikia malengo anazijua vizuri. Haitakuwa ngumu sana kuweza kumwambia nini ambacho akifanya. Kwa hiyo kwangu mimi ninayo majina mawili ndani ya kichwa changu. Kama Simba wanapata mmoja wapo kati yao, naamini kabisa kuna namna ambavyo Simba anakwenda kuimarika. Lakini la mwisho ni kupata kocha wa viungo, kwa sababu kinachoisumbua Simba hadi sasa ni fitness, yani utimamu kwa wachezaji ni mdogo sana. Kwa hiyo wanahitaji kupata kocha wa viungo. Yani ukiacha yule ambaye yupo, wanahitaji kupata kocha mwingine. Asante. Asante.